Karibu mheshimiwa mgeni rasmi. Hapo ulipo ni kampuni ya Kayinjere Trading Company Limited ambao tunafanya kazi katika jiji la Ilala. Sisi tupo hapa kutoa elimu kwa wananchi na kuwafahamisha kwamba taka ni mali, taka ni fursa. Hapa mbele kwako unapoona kuna mradi ambao ni BSF. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ni nzi chuma. Hawa ni nzi chuma ambao unawaona hapo. Hao nzi hao wanataga mayai. Wakishataga mayai tunawekea kwenye plastiki kama hizi hapa. Hawa mayai wanayataga hapa. Baada ya kutaga tunayaweka, kuna sehemu yani kwa kuenda kiwandani kuna trei ambazo zimetandaliwa kubwa kwa ajili ya utotoaji wa mayai. Basi tukishaweka hapa tunaweka chakula, matunda na chakula za hawa. Chakula ni mboga, matunda yote ya sokoni. Vyakula kama unavyoviona hapa. Kwa hiyo baada ya kuweka hapa, kwa hiyo haya ndio mayai ya wale. Haya ndio mayai. Mayai ni haya hapa. Alafu baada ya mayai wametotoa hawa. Mayai yako wapi? Mayai haya hapa. Haya ni mayai. Haya ndio mayai yao wale. Kisha totolewa ndio yanakuwa hivi. Kwa hiyo hawa ndio nzi chuma wachanga wadogo. Hawa ndio nzi chuma wachanga. Baada ya kutoka hapo, unachotakiwa kufanya sasa, unachukua zile taka ambazo unazotakaoza, chakula cha nzi chuma unaweka hapo. Ukishakuwa unaweka hapo, wanaendelea kutafuna. Kwa zile taka zote zinakwisha. Kwa siku zinavyokwenda inatoka katika procedure hii, inakuja katika hatua hii. Katika hatua hii hawa ni nzi chuma katika stage ambayo hawajaota mbawa kama vile. Sasa tayari hapa wakishafika katika hatua hii ndipo tunapata chakula cha samaki, chakula cha mifugo ikiwemo kuku kama hawa kiongozi. Kuku hawa wanakula chakula hiki tu. Kwa hiyo baada ya kutoka hapo, ikitoka katika stage hii inakuja katika stage hii ya braki ambao ndio ile kule ambao unaiona hivi. Ikifika stage hii hawa hawataji kula tena, hawatakula. Yaani hawa hawahitaji chakula tena. Wao wanajitenga, wanakaa hivyo na hawali chakula chochote. Lakini wanaendelea kusurvive. Lakini hawali chochote. Kwa hiyo baada ya hapo kule ukiwa kiwandani kuna sehemu ambapo tunawapeleka sehemu nyingine ili waweze kutotolewa sasa kupatikana nzi. Okay. Yaani baada ya kuwa wameshakula stage mpaka wamefika stage hii. Hapo tunaona mabadiliko yanakuja black. Hawa wakishafika kwa black hawa hapa, tayari watajitenga wenyewe, watajitoa na wakati kwenye chakula, ukishaweka chakula wao wanakuja pembeni, wanabaki hivi. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tuwatoe hapa, tunawapeleka kwenye sehemu nyingine, yani kwa sehemu inakuwa ni black ambao yani kuna vitambaa fulani ambao unawekwa kule, wanaenda kuhifadhiwa hapa. Baada ya kutoka hapo sasa watajitotoa upatikane nzi hao, unaona hao nzi hao black hao. Hawa wanazaa tena, wanakuwa nzi sasa wale. Wakiwa nzi wale tunachukua tena kuja wanatoa mayai. Muone liseko wanakuja wanatoa mayai. Baada ya kutoa mayai wanaanza procedure kama hii unaoiona ili kuweza kusaga. Baada ya kumaliza chakula chote unachokiona kama hivyo walipofikia tu, tutapata mbolea hii hapa. Hii ni mbolea. Hao wanasaga. Kwa hiyo takataka zote ambazo zinakuwa zinazalishwa maana yake wanaliwa na mifugo. Sasa samani basi tugombani dada. Bila shida yote. Kwa sababu hawa ni protein kubwa sana. Hii ni protein. Hii ni protein. Kwa hiyo nini kinachofanyika mkuu? Ni kwamba kwa sasa hivi sisi tuna uwezo wa kumeza tani 15 mpaka 20 za takataka hizi. Lakini tunataka kwenda malengo mpaka tani 500 mpaka 1000 per day. Kwa hiyo hii ndo mnaiuza sasa? Hii tunaiuza, lakini pia hizi hapa tunauza. Hizi pia tunauza. Watu waweze kuja kuchukua vyakula. Akomeza mkauza katika stage hiyo. Kwa hiyo kuna mashine pia tunaenda kuzikausha hizi. Hizi zinakaushwa. Hizi zinakaushwa kwa sababu aflo zinakuwa hivi. Yaani baada ya kuwa tayari zimeshakula chakula chote kimekwisha. Yaani chakula chote kimekwisha. Baadaye yani zile taka zetu ambazo hizi sasa zimekuwa hizi. Okay. Yani hizi taka hizi tayari. Hawa kuku ndio miongoni mwa mfano ambao wanakula. Wanakula hivi.
ndio wananenepa hivi, wanakuwa hivyo wanene. Sawa sawa, yani wao. Na hii ni kuku tu au mifugo yoyote wanaweza wakala? Samaki. Okay. Umeelewa? Samaki. Mbwa, umeelewa? Yani wanyama wote, yani chakula chote vya mifugo ambao wanakula kuna nini kama protein wanakuwa. Lakini mkuu kampuni ya Kajenjere pia inakuzawadia zawadi hii. Mfano wa kuku huyu. Sasa shida yangu na hofia. Ndio. Ni kila huyu mkawa nakula hawa. Asante na washukuru sana. Sawa. Amina, asante. Shika sana. Shike tu hapa. Nashika kwa ajili ya picha. Asante. Nawashukuru. Karibu sana. Haya. Lakini